Kwenye muziki wa hip hop kutokea kule nchini Canada, tunajua moja kati ya wasanii ambao wanafanya poa kwa upande ule, uwezo kumsahau kumtaja Drake pamoja na Kendrick Lamar, lakini wamekuwa wakiwa wanavutana kutokana na kesi tofauti ambazo zinakuwa zinawahusisha wawili hawa, kila mmoja akiwa anaonyesha kwamba mimi ndo najua kuperform kuliko mwenzangu. Drake anasema hivyo, lakini pia Kendrick Lamar naye pia anasema hivyo. Lakini sasa kulikuwa kuna sakata ambalo lilikuwa linaendelea kwamba labda waangaliane kwenye masuala mazima ya mikataba, lakini pia na kila mtu anapita kwenye nyanja gani ili aweze kufanikisha katika swala zima la muziki. Sasa kuna taarifa ambayo inasema kwamba jaji wa shirikisho aliweza kukataa Universe Music Group UMG la kuweza kuchelewesha kwa mchakato wa ugunduzi katika kesi ya kashfa iliyofunguliwa na Drake kuhusu wimbo wa Kendrick Lamar Not Like Us. Ni moja kati ya nyimbo ambazo pia zimefanya poa zaidi, lakini ulikuwa una mbanga nyingi sana. Sasa siku ya Jumatano, nikimaanisha siku hii ya jana, na kumruhusu Drake kuweza kuomba nyaraka ambazo UMG iliziita nyeti kibiashara, kama vile mkataba wa Lamar wa kurekodi muziki. So UMG iliwasilisha ombi la kuweza kuchelewesha mchakato wa ugunduzi mnamo March, ikisema kuwa kampuni hiyo ilikuwa imewasilisha ushahidi wa kutosha kwa kesi ya Drake kufutwa kabisa, na kwamba ombi hilo lilikuwa mzigo usio wa lazima kwa UMG, yani nikimaanisha Universal Music Group. Sasa jaji ambaye anafahamika kwa jina la Vargas alikataa ombi hilo wakati mkutano uliofanyika New York siku ya Jumatano. UMG iliandika kuwa timu ya Drake iliomba mkataba yote kati ya UMG na Lamar pamoja na muundo wa malipo ya watendaji wa mipango ya motisha ya kila mwaka kwa afisa mtendaji mkuu Interscope, ambao wanaitana wenyewe huko, ambaye alifahamika kwa jina la John Janik, kwa miaka 5 iliyopita, ambapo wanataka ili vitu hivyo viweze kukamilika. Lakini UMG ilisema kwamba nyaraka hizo ni za siri na haziwezi kutolewa na nyeti sana kibiashara, na ilidai kuwa kwamba ombi la Drake lingehitaji ukusanyaji wa gharama kubwa na unahitaji senate kubwa, data za karatasi, lakini pia za kielektroniki, mikataba na makubaliano pamoja na mawasiliano. Ingawa timu ya Drake inaruhusu kuomba nyaraka hizo, bado haijulikani ni ngapi kati ya hizo ambazo UMG italazimika kutoa kwa mchakato wa ugunduzi bado unaendelea. Alimalizia kusema kwamba Drake alishtaki kampuni yake ya kurekodi muziki mnamo Januari kwa kashfa kwa kutoa wimbo wa Lamar Not Like Us mwaka jana, wimbo ambao una mafanikio makubwa sana, ambao kila mmoja ameweza kufuatilia. Kwa wale ambao wanafuatilia muziki, akisikiliza nyimbo hiyo utajua tu ni kwa namna gani nyimbo ambayo imeondoka, nyimbo imesikilizwa na watu wengi. Endelea kutufuatilia sisi kama Sawa Sawa Digital kwa habari zote ambazo unastahili kuzipata.